Mimi kwa majina naitwa Kisman Hebron Mongomale, lakini watu wananifahamu zaidi kwa jina la KK. Ni mjasiriamali, ni mkulima, lakini pia nimewahi kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mshikamano kwa muda wa miaka 8. Lakini pia nimekuwa mheshimiwa diwani wa kata ya Salala toka 2015 mpaka 2020. Kumekuwa na mchakato wa ugawaji wa jimbo ambao umeanza siku chache zilizopita na vikao mbalimbali vimekaliwa. Pengine nini maoni yako kulingana na hiki ambacho kinaendelea kwa maana ya ugawaji wa jimbo, lakini kwa maana ya maoni ambayo yamepelekwa kwa ajili ya kugawa jimbo la Mbeya Vijijini? Wewe ni mzoefu wa jimbo la Mbeya Vijijini, pengine neno lipi ambalo unaweza kuwa nalo? Asante. Kwanza nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu ni jambo ambalo tulikuwa tukitarajia muda mrefu na tulikosa hiyo fursa ya kuona kwamba jimbo linagawanyika. Ni kweli kwa vigezo ambavyo imetoa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba jimbo ligawanywe lenye idadi ya watu 400,000 ni moja wapo ya kigezo ambacho kinatumika. Lakini hili jimbo la Mbeya Vijijini kwa kigezo hicho naona hakijatimia. Kwa sensa 2012 wanapungua wastani kama watu 19,000 hivi kuelekea 20,000. Lakini jimbo hili la Mbeya Vijijini ni moja ya majimbo makubwa sana nchini Tanzania, kwa sababu katika mkoa wa Mbeya jimbo la Mbeya Vijijini limepakana na wilaya zote na majimbo yote ya mkoa wa Mbeya isipokuwa Kyela tu, na majimbo mengine iliyopakana nayo ya nje ya mkoa mengine ya mkoa wa Iringa, kwa mfano kama jimbo la Makete ambalo liko mkoa wa Njombe, jimbo la Makete. Lakini pia upande wa huku tena inakuja kupakana na jimbo la Ileje kwenye mkoa wa Songwe. Kwa hiyo tumejikuta tena linakuja kupakana na jimbo la Mbozi. Kwa hiyo linapakana karibu na majimbo mengi zaidi ya 7. Ni jimbo ambalo ni pana kweli kweli. Lina watu wa aina tofauti. Kwa mfano, unawachukua watu wanaoishi Kukwa na wanaoishi kata ya Mjere ambako ni mpakani na wilaya ya Chunya. Tamaduni zao, unakuta tamaduni zao, hali ya hewa wala haifanani na watu ambao wanatoka mpakani na Iwiji ambako wanapakana na wilaya ya Ileje, mahali ambako wanaishi wa Malila. Kule kuna mvua nyingi, kuna hali ya hewa ya tofauti, wanalima viazi. Kwa hiyo unakwenda kumchukua mtu ambaye anatoka mpakani na Chunya, ni hali ya hewa tofauti, tamaduni tofauti, lugha tofauti. Kwa hiyo kumekuwa na shida namna hiyo. Kwa mnapokwenda kwenye mabaraza ya madiwani mnavutana, mnakuja kuzungumza kitu ambacho hata mwenzio hata kwa macho hajawahi kukiona. Kwa mfano, unapokwenda kata zilizopo katika tarafa ya Isangati ni watu ambao wana mvua nyingi, wanalima viazi. Sasa lugha yao watahitaji mbolea, watahitaji pembejeo, watahitaji vitu vingi. Lakini unapokuwa umekwenda kwenye kata za Ikukwa utaanza kuzungumzia habari za kilimo cha ufuta ambacho Malila nina uhakika hata ufuta hata mchi ya ufuta hajawahi kuona na wala haujui. Kwa hiyo pana tamaduni zilizo tofautiana. Lakini wakati huo unapokwenda kuangalia waliopakana na Tukuyu, unakuta kule Tukuyu watu wanazungumzia kilimo cha ndizi, wanazungumzia namna ya kuweza namna ya kuweza kujikinga na mafuriko na vitu vingine. Kwa hiyo unakuta tamaduni zimekuwa tofauti. Kwa hiyo unapokuwa wakusanya madiwani wa namna hiyo kwenye eneo hili moja, lugha lazima zitakuwa gongana. Kwa hiyo mimi niseme tu napongeza hili lililoweza kutolewa na Tume ya Uchaguzi kama iwe ni nafasi. Lakini kama isingelikuwa ni swala la kubanwa na kipengele cha idadi ya watu, nilitamani ili jimbo yagawanyike katika majimbo 3. Lakini bado ningeendelea kutoa maoni kwamba unaichukua kata kama ya Swaya iko karibu sana na jiji. Ningetamani jiji waichukue iende jiji ili kupatikane majimbo 3. Jimbo la Mbeya Vijijini kama lilivyo ambalo ni mama, ambalo litakuwa katika tarafa ya Tembera. Lakini pia waichukue Mbalizi ambayo itachukua kata za mjini hapa, lakini ielekee mpaka Ikukwa kwa sababu tamaduni za hapa za watu zinafanana. Lakini pia tuchukue tarafa ya Isangati ambayo ni mahitaji yao ni tofauti. Baada ya hayo, baada ya kupatikana majimbo 3,
ningeiomba sasa serikali iharakishe pia katika hayo majimbo kupeleka halmashauri haraka sana, kwa sababu sioni kama kuna faida kubwa sana ya kuwa na majimbo mengi kama halmashauri hazipo, kwa sababu halmashauri ndio kitu ambacho kinapewa ruzuku. Anakuwepo mkurugenzi wa maendeleo ambaye atakuwa na ratibu maendeleo ya kila siku ya eneo husika. Kulikoni sasa hivi leo hii mbunge hawezi akahudumu kutoka Iwiji, alafu yeye akaenda kahudumu Ikukwa, alafu yeye akaenda kahudumu Irungu, alafu yeye aje ahudumu kata ya Utengulo Songwe, alafu yeye sio aende Iunga Mapinduzi. Kwa kweli mazingira yalikuwa hayawezekani. Yaani mpaka kuja kurudi kwa Yesu hakuna mbunge ambaye angeweza kuja kufanikiwa kuliletea maendeleo jimbo la Mbeya vijijini kwa utaratibu huo na muundo wa jimbo lilivyo. Kwa hiyo mimi naunga mkono kwamba jimbo ligawanye tena haraka sana, wasitoe masharti mengi, ligawanye haraka sana. Lakini kama ingelikuwa ni maoni ya kwangu binafsi na naamua mimi, hizi tarafa zote tatu itakia yatangazwe kuwa majimbo, maana zina eneo lilo pana sana. Japo maeneo yao hayana, mengine yanakuwa hayana watu, lakini watu watajaa, maana watu nazidi kuzaliwa, watajaa tu. Pengine faida za kiuchumi, Mheshimiwa Diwani, faida za kiuchumi kwa pale ambapo jimbo linakuwa limegawanywa ni zipi? Ukiachana faida za kiuchumi, pia faida za kijamii na faida za kisiasa, ni faida zipi ambazo wananchi wanaweza wakawa wanaenda kuzipata moja kwa moja pindi jimbo linapoenda kugawanywa? Kwanza tunapomzungumzia jimbo, kwa maana kwamba mtawala wa jimbo ni mbunge, na mbunge ni mwakilishi wa wananchi. Mwakilishi wa wananchi ni kwamba amebeba mawazo ya wananchi wa kutoka eneo fulani na tamaduni zao kwenda kuzipeleka bungeni. Anapokuwepo mbunge wenu pale bungeni, ni kwamba yeye amekuwepo pale kwa niaba ya wananchi wote kwa ajili ya kuweza kuzungumzia changamoto zilizokuwepo katika jimbo hilo. Kwa hiyo mimi nasema kuna faida za moja kwa moja kwa wananchi, kwa sababu mbunge anakuwa amewasilisha kile uhalisia wa kitu halisi. Kwa mfano jimbo letu la Mbeya vijijini kuna maeneo ambayo mazao hayahitaji kutumia mbolea. Sasa leo mbunge anapozungumzia habari za mbolea bungeni, maeneo mengine wanaweza simuelewe kwamba hajui tamaduni za watu wa pale, kwa sababu ardhi haitumii mbolea na mazao yao yatumii mbolea, lakini mbunge amekaza kuzungumzia mbolea. Lakini kumbe kuna upande mwingine watu wanahitaji mbolea. Lakini kuna hilo jimbo kuna upande ambako ndio wanazungumzia kwenye kata za Mjere huko, Mshewe, Ikukwa, ni maeneo ambayo ni makame sana, hawana maji, ni maeneo ambayo ni kiangazi kikali. Kwa hiyo leo unapoanza kuzungumzia athari za mvua, wakati upande wa jimbo lako kuna watu ambao wanatamani kuiona hiyo mvua, wanaweza wasikuelewe. Kwa hiyo unaweza kujikuta huku unazungumza unaboresha kula, lakini upande mwingine unajikuta unaharibu, kwa sababu kuna hali ya hewa mbili tofauti. Kwa hiyo athari inakuwa ni kubwa. Lakini ukimpata mtu ambaye anatoka kwenye eneo ambalo ni kame, hata akifika bungeni atazungumzia athari za ukame, atazungumzia namna ya kulima mazao ya muda mfupi, atazungumzia namna ya kuweza kupata mbegu ambazo zitakuwa za muda mfupi ziweze kuwasaidia ili watu waweze kuepukana. Atazungumzia, kwa sababu maeneo hayo watu wanafuga mifugo na ile ni mifugo ya kuachia. Kwa hiyo atazungumzia migogoro ya wafugaji na wakulima kwa maeneo hayo. Lakini huwezi leo ukazungumzia habari za wafugaji ukamwambia mtu ambaye ni Mmalila wa kata ya Isuto, labda pengine kata ya Ilembo, hata kuelewa, kwa sababu tamaduni hizo huko hazipo na hawaujui ufugaji wa namna hiyo. Kwa wao kuna nafuga ng'ombe za kisasa, na ng'ombe za kisasa zinafugwa kwenye nyumba. Kwa hiyo unakuta ni vitu vile unazungumza huko inakuwa ni lugha gongana, lakini unapokwenda upande huu unakuta lile ambalo ulizungumza liko ramana, upande huu umekuwa ni msumari. Kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba inakuwa inawaathiri wabunge wetu, wanakuwa nashindwa kujua asimamie wapi, aombe nini na apunguze nini. Kwa hiyo athari ya kuwa na mbunge mmoja katika maeneo ambayo yametofautiana ni kubwa mno, kwa sababu unaweza kujikuta huyo mbunge amezaliwa kwenye eneo ambalo ni kame. Kwa hiyo kila siku yeye atakuwa anazungumzia tu uhaba wa maji, wakati kwingine visima vinatoka mpaka Upenuni, wala hawana haja ya maji, wala hawana haja ya kuzungumzia uhaba wa maji. Wao wanahitaji mbolea. Kwa hiyo kila watu wanatakiwa wapelekewe mtu ambaye ni sahihi, amekulia katika mazingira hayo, anaelewa changamoto za watu hayo. Kwa hiyo nafikiri ndio faida kubwa ya kuwa na mwakilishi ambaye anayajua mazingira yenu. Kuna ujio wa halmashauri. Halmashauri inafuata, kwa sababu kishafuata halmashauri huwa inapewa ruzuku kwa ajili ya kusukuma maendeleo katika eneo husika. Mtakusanya kiwango chenu kidogo, lakini baadaye serikali inatia mkono, inawapa ruzuku. Kwa mfano, labda nikupe mfano mdogo tu kwamba halmashauri ya Mbeya hii tunayozungumza sasa hivi inakusanya karibu bilioni 6 kwa mwaka, lakini mahitaji ni kama bilioni 50 na mpaka bilioni 60. Sasa unakuta fedha inayokusanywa na mahitaji ya wilaya au ya jimbo zima kwa ujumla
ni 6%, inatosheleza 6 tu. 94% ni ruzuku kutoka serikalini. Sasa kama patakuwa na wakurugenzi zaidi ya mmoja, ina maana mafungu yatakayokuwa yanatengwa kulingana na eneo husika itaharakisha maendeleo, na ukishaharakisha maendeleo kunakuwa na mzunguko wa fedha, lakini pia na huduma inakuwa karibu na wananchi. Kwa hiyo ndio uzuri wa kupata halmashauri mpya, lakini pia kupata majimbo mapya. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, na wewe ni miongoni mwa wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Wamezungumzia no reform no election. Pengine kwa mtazamo wako wewe hili unalionaje? Mimi kama mwanachama huwa ninatii maagizo ya chama. Kwa hiyo jambo langu la kwanza huwa ni kutii maagizo ya chama. Kwa hiyo kama chama kimetoa tamko kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, tunasubiri maelekezo kwamba ni kitu gani ambacho tunatakiwa kukifanya. Lakini na mimi niseme hivi, tunajipanga kwamba kuhakikisha kwamba mahali ambapo uchaguzi hautakuwa huru na haki, ni kweli uchaguzi hautafanyika. Tumeshajipanga, tuko tayari kwa lolote ile. Lakini ninyi kama wanachama mmetii maagizo ya chama na mnasubiri maelekezo. Na vipi kwa wananchi huku, mapokeo ya wananchi yapoje? Ninyi ndio mnaoishi na jamii. Wananchi wako tayari, wanasubiri tuwape maelekezo pia. Kwa hiyo wananchi wameshajipanga, wako tayari, nao wanasubiri tuwape maelekezo nini cha kufanya. Unajua muda mwingi sisi tulikuwa tunafika mahali tulikuwa waungwana, tulikuwa tunawasikiliza wenzetu, yani tumekuwa wapole, lakini sasa ule upole wameugeuza kama sisi ni wapumbavu, ni kama hatujui kitu chochote. Sasa tutajua, tutakutana tu. Bahati nzuri ni kwamba uchaguzi wenyewe umeshakaribia, sio muda mrefu. Kwa hiyo tutakutana tu. Sio leo nafikia kugombea. Wananchi wakinihitaji. Nashukuru sana. Wananchi wakinihitaji, sitagombea. Asante.